naongea na wewe ambaye una miaka kati ya 20 mpaka miaka 34. Kuna kitu kinaitwa mahusiano. Hasa nitakulenga wewe binti, wewe mwanamke, wewe dada. Kuna wakati wewe uko katika mahusiano, unataka mwanaume ambaye pengine uko mwaka 2025. Lakini mwanaume unayemtaka wewe ni mwanaume wa mwaka 2045. Sijui unanielewa? Yaani unataka mwanaume mwenye hela nyingi, ambaye kajipata, ambaye ana mafanikio, ambapo hivyo unavyovitaka vinamfaa mwanaume ambaye mwenye miaka 45, lakini uliye naye ana miaka 25 kama wewe. Unajua nini kitakachotokea? Mwanaume unayemtaka wa mwaka 2045 unapaswa kuambatana naye mwaka 2025. Kutaka wanaume ambao wamekamilika wenye sifa za mwaka 2045, utakuta wanaume wa watu ambao tayari wameshawaiwa. Kitakachokuja kukutokea sasa, wewe ambaye ni mwanamke wa mwaka 2025, mwanaume ambaye ulikuwa naye 2025 anayekupenda hata kuhitaji utakapofika mwaka 2045, kwa sababu tayari ushatoka kwenye mfumo, ushakuwa umetoka nje ya reli. Kwa hiyo nikusii tu dadangu, mwanaume ambaye unamwona hana pesa sasa hivi, hana mipango sasa hivi, hana maokoto sasa hivi, huyo mwanaume muangalie sana katika maisha yako, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuletei vitu vikiwa kamili, bali wewe unatoa ushirikiano na Mwenyezi Mungu kufanya vitu hivyo viweze kuwa kamili. Tafuta hii ya kutafuta watu walio kamili, utavamia mahusiano ya watu, kitakukuta kitu kibaya sana kwenye maisha yako. Kuwa mvumilivu, simama na huyo mwamba, simama naye. Kama ana ndoto za kukuoa, oana naye. Mwenyezi Mungu atabariki maisha yako na yatakuwa maisha mazuri sana. Huu ni wakati wa kuweza kuyapanga maisha. Usikurupukie mambo ya huko baadaye. Angalia nani uko naye kwa sasa, mshike mkono muondoke. Business Coach Mbaraka Mbwambo. Maisha ni kuamua kujiamini na kuanza. Wewe ni mshindi wa maisha yako. Jipende na wapende wale wanaokupenda, kwa sababu kuna siku utasikitika sana kwa kuwakosa kwenye maisha yako.